Mambo vipi? Mambo ni aje? Karibu tena katika chaneli yako pendwa ya Elimu Mseto TV. Kama ilivyo ada, kama ilivyo kawaida, tunazidi kukuelimisha na kukuburudisha na kufanya basi uonekane mjanja. Hivyo basi, kabla tujafika mbele zaidi, kama wewe ni mara yako ya kwanza, hakikisha una like, una subscribe, una comment na kushare ili kusudi na wenzako waweze kupata elimu hii. Basi siku ya leo nitakuletea elimu ambayo itakufanya uwe tofauti kabisa, kama basi ni mwanafunzi au basi wewe ni mpenda historia na mpendaji kujua vitu mbalimbali, basi leo upo sehemu salama kabisa. Je, unamjua Eugene Maganga, mhusika wa njama za mapinduzi ya serikali ya Rais Julius Kambarage Nyerere ambayo yalitaka kusadikika mwaka 1982, yaani Januari ya tarehe 9. Basi Kapteni Eugene Maganga anakwambia, tunajutia tu kushindwa mapinduzi, lakini kamwe hatujutii kupanga mapinduzi. Basi wanakwambia Januari ya tarehe 9 ya mwaka 1982 palitokea jaribio kubwa la kuipindua serikali ya Julius Kambarage Nyerere, yaani aliyokuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sisi ambao tunapenda sana kumuita baba wa taifa. Jaribio hilo lilishindwa kufanikiwa kwa kile kinachotajwa kuwa ni uimara wa kitengo cha intelijensia ya usalama wa taifa ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Basi kama nikujuze tu ni kwamba kama unafikiri kwamba jaribio hili ndio lilikuwa la kwanza, hivyo basi ulikuwa unafikiria vibaya sana. Kwa kifupi, kabla hata ya jaribio la kuipindua serikali ya mwaka 1982, basi wanakuambia kulishatokea majaribio mawili mengine ya kuipindua serikali ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambapo jaribio la kwanza liliasisiwa la mwaka 1964, wanakuambia ni maarufu kama maasi ya kijeshi ya mwaka 1964. Sambamba na hapo basi watu hawakupoa, waliamua tena kupanga jaribio jingine ili kusudi kumpindua Mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika utawala wake. Jaribio hili la pili lilifanyika mwaka 1970. Cha kushangaza kabisa, mapinduzi yote yalishindwa kumng'oa gwiji huyu wa siasa za ukombozi wa Afrika. Jaribio la mwaka 1982, hili ndio jaribio la mwisho kabisa la mapinduzi ya uongozi wa Julius Kambarage Nyerere na jaribio la mwisho kabisa kutokea katika utawala wa marais wa Tanzania. Hakuna mtawala yoyote mwingine aliyefanikiwa au aliofanyiwa jaribio la kumpinduliwa. Tokea hapo jaribio hili lilitajwa kuwa ndio jaribio la mapinduzi ya kukusudia kabisa kukomesha uongozi wa Julius Kambarage Nyerere ambaye alikuwa ni rais wa watu wa Tanzania. Je, huyu Kapteni Eugene Maganga ni nani? Basi wanakuambia Kapteni Eugene Maganga alizaliwa katika kijiji cha Itaga mkoani Tabora mwaka 1956 na akafanikiwa kusoma na baadaye na kujiunga na Jeshi la Ulinzi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwaka 1976 basi akafanikiwa kupanda cheo hadi ranki ya captain. Yaani ranki ya captain ni mtu ambaye ni cheo kikubwa sana ambacho mtu anakabidhiwa kikosi ili kukiongoza. Mpaka kufikia mwaka 1982 basi Eugene Maganga alikuwa ameshakuwa ni captain na kuendelea kuongoza kikosi. Akiwa jeshini, basi Maganga wanakuambia alikuwa ni mmoja ya askari shupavu mwenye utimamu na utayari kama askari kamili kutokana na mafunzo makali ambayo alikuwa amepitia. Basi wanakuambia Eugene Maganga aliweza kupata masomo mengine ya uaskari kupitia katika nje ya nchi kama vile ni London na Uingereza. Basi wanakuambia Kapteni Maganga anatajwa kama mojawapo wa askari aliyokuwa mstari wa mbele waliosaidia sana katika kushinda vita vyetu vile vya fashisti Idi Amin Dada wa Uganda kati ya mwaka 1978 hadi 1979.
Huyo ndo Captain Eugene Maganga. Mei 1980, Eugene Maganga alijiunga na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kujiunga na mafunzo ya uhusiano wa kimataifa, utawala wa umma. Yapo wao wanasema kwamba Maganga aliamua kusoma kozi hii ili kujiandaa na majukumu ya kuitawala nchi ya Tanzania mara baada tu yatapofanikiwa katika kufanya mapinduzi ya kumwondoa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Hivi unajua wazo la kuipindua serikali ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere Kapteni Eugene Maganga unajua alilitoa wapi? Watu wanasema kwamba na vitabu mbalimbali pamoja na nukuu mbalimbali zinazotokana na kwake, wanasema kwamba Kapteni Eugene Maganga, inasemekana wazo la mapinduzi ya serikali ya Nyerere liliishi kichwani mwake tangu Maganga akiwa vitani, yaani vita vya Uganda, kumng'oa Idi Amin, na baadaye kumalizika kwa vita, wazo lake lilizidi kushamili baada ya kile kinachoita kuyumba kwa Mwalimu Nyerere. Hapa tunaona Mwalimu Nyerere baada ya kutoka vitani, nchi iliingia katika shida sana, janga la njaa pamoja na uchumi ulishuka sana. Basi wanakuambia Kapteni Eugene akaona kwamba kushindwa kwa Mwalimu, kwamba ameshindwa kuiongoza nchi, basi anatakiwa atolewe. Ni kwa sababu aliona kwamba Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliingiza nchi katika shida na ameshindwa kutumia rasilimali za taifa na kuona kuingiza nchi katika vita. Maganga kukubaliana na sababu za Mwalimu Nyerere kuingiza nchi vitani kupigana na Idi Amin. Wazo la mapinduzi ya Nyerere alikuwa kichwani mwa Maganga peke yake, bali wanakuambia wazo hilo liliwasumbua vichwa pia askari kadhaa, hususani waliopigana vita vya Uganda. Baada ya askari waliorudi wakiwa na mtizamo tofauti juu ya sababu za kweli kwa nini Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliamua kumpiga Idi Amin. Askari hao walikuwa na mtazamo wa kwamba Mwalimu aliingia vitani ya masilahi ya kumpiga Idi Amin dada, bali haikuwa ni hali ya kupigania taifa, bali wanasema kwamba aliamua kwenda kumpiga Idi Amin dada ni kutokana na masilahi ya kumtetea rafiki yake Milton Obote ili kumrejesha madarakani. Basi mpango wa mapinduzi jinsi ulivyopangwa. Awali mpango ulikuwa wa watu wasiozidi 10, yani hapa namuzungumzia Mohamed Timamo, Eugene Maganga, Suleiman Kamondo, Zakaria Hans Pop, Vitalis Mapunda, Mbogolo, Hajaji Bandru, Hatibu Ganzi au jina maarufu wanamuita Hatback G na Christopher Kadego, lakini baadaye watu wengine waliongezwa katika mpango ili kukizi haja ya mpango huo wa mapinduzi. Maganga na wenzake walikutana na marehemu Pius Lugangila, yani hapa alimaarufu wanamuita Lugangila ni kama Uncle Tom, ambaye alikuwa ni mmoja wa mfanyabiashara wa Tanzania aliyejimarisha sana kiuchumi nchini Kenya. Baba yake Lugangila wanakwambia hakuwa na mahusiano mazuri na Rais Nyerere. Kwa mujibu wa Maganga, naye alikuwa amekwenda kuishi na kufanya biashara nchini Uganda, na kwa sababu ya Uganda Lugangila alishtumiwa kuwa ni mpelelezi toka Uganda, shutuma ambazo zilisababisha mtafaruku na serikali ya Rais Nyerere. Awali wanakwambia Lugangila aliamua kuwasikiliza wapanga mapinduzi, akathamini mpango wao na baadaye aliamua kugharamia shughuli hiyo, hasa pale walipofikia kukubaliana kwamba Lugangila ndiyo mtu pekee ambaye ataingia katika madaraka baada ya kumpindua Rais Julius Kambarage Nyerere. Japo kwamba waliamua kumwahidi Lugangila kwamba ndiyo atashika nafasi ya urais baada ya kumpindua Mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika uongozi wake, lakini kichwani mwa wana mapinduzi hawa na askari hawa waliona kama ni sehemu tu ya kumuadaa ili kusudi akubaliane na waweze kupata pesa kutoka kwa Lugangila. Wakati mipango yote ilipokuwa tayari, walimsubiri kuwasili kwa Mwalimu
Julius Kambarage Nyerere kutoka katika ziara yake nje ya nchi. Kwa mujibu wa Maganga, wanakuambia rais alirudi Januari 1982 baada tu ya kukaa nje ya nchi miezi miwili. Baada ya kutoka kule katika ziara yake ya kiserikali, basi Mwalimu Julius Kambarage Nyerere hakwenda moja kwa moja Ikulu, bali alipita katika kijiji chao huko Butiama mkoani Mara. Sababu ya kutaka kuipindua serikali wakati yeye akiwa chini ni kwamba tulikuwa na nia ya kumuua. Haya maneno anayasema Eugene Maganga. Aliwahi kusema alikuwa Lugangila ndio mpanga mpango huo, badala yake alipendekeza kumkamata rais. Yaani hapa tunamaanisha kwamba Lugangila alikataa mpango wa kumuua rais Julius Kambarage Nyerere, bali akaamua kuwashauri wenzake kwamba kitu ambacho anatakiwa kufanya tu ni kumkamata na sio kumuua rais Julius Kambarage Nyerere. Je, unajua ni jinsi gani mpango wa mapinduzi uliweza kushtukiwa? Basi mpango wa mapinduzi uliweza kubuma kutokana na, inasemekana mpango wa mapinduzi ulivuja kutokana na askari mmoja aliyehusika katika mpango huo kulewa na kuanza kulopoka hovyo habari za mapinduzi. Bwana huyo akiwa ameutwika, yani amelewa, alitaja baadhi ya majina ya maofisa waliokuwa wanauratibu mpango huo, jambo ambalo lilipelekea haraka kwa intelijensia ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kusikia mambo hayo na kuanza kufanya upelelezi zaidi na zaidi na kuanza kuwa chonjo. Katika majina ambayo yalinaswa ya maofisa usalama wa Mwalimu Julius Nyerere, mtu hatari zaidi alionekana akiwa ni Mohamed Timamu. Wanakuambia Mohamed Timamu alikuwa ni komando aliyeuiva vizuri kupitia mafunzo ya kijeshi ya hali ya juu. Komando Timamu alipata mafunzo hayo kutoka nchi ya Cuba, ambapo pia komando alionekana kusifiwa zaidi na Fidel Castro. Timamu basi alianza kuonekana kuitikisa na kuanza kutia wasiwasi uongozi wa Julius Kambarage Nyerere. Basi intelijensia ikaona isiwe shida, wakaanza kumtafuta na kuanza kumwekea vikwazo huyu Mohamed Timamu, ili kusudi wakiamini kwamba wakimdhoofisha yeye basi wataweza kuizofisha mpango wa mapinduzi huo. Basi wanakuambia mtu huyu alionekana kuwa ni hatari zaidi. Basi wanakueleza mtu huyu alionekana kuwa ni hatari zaidi Bwana Timamu kutokana na mafunzo makali ambayo aliyokuwa nayo. Basi kutokana na kwamba na taarifa iliweza kuvuja, basi unaambiwa askari wote waliwakamata wale wote ambao walipanga mapinduzi. Hatimaye wengine waliweza kukimbilia katika jiji la Nairobi nchini Kenya ili wakahifadhiwa kama wakimbizi wa kisiasa. Lakini nje ya hapo watu wengine kama yakiwemo Eugene Maganga aliweza kukamata na kudhibitiwa kabisa na serikali ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Ikawezekana wakamkamata pia wakamfunga kifungo cha maisha jela kama mtu aliyepanga njama za kuipindua serikali na kushtakiwa kwa kosa la uhaini. Basi Bwana Eugene aliendelea kutumikia kifungo chake akiwa jela mpaka pale alipokuja kupata msamaha wa rais kutoka kwa rais mwingine Ali Hassan Mwinyi. Basi hapo ndipo Eugene akaachiwa kutoka gerezani. Basi wanakuambia maisha yalikuwa ni magumu sana alipotoka gerezani. Hata ndugu wa Eugene waliamua kumkataa na kumweka mbali na yeye. Basi Eugene aliendelea kuishi maisha magumu na kuishi maisha ya kubangabanga na kutangatanga, huku akiendelea dhambi ya usaliti ikiendelea kumtafuna. Lakini kamwe yeye anakuambia katika maisha yake hakuweza kujutia kabisa kupanga mapinduzi, maana kitu ambacho alikuwa anajutia ni kwamba mapinduzi
kufanikiwa. Bwana tunaendelea. Basi wanakwambia mwaka 2004 Maganga alijitosa kwenye uwanja mwingine wa siasa. Alijiunga na Chama cha Demokrasia na Maendeleo, yaani kwa kifupi Chadema, ili kusudi kuweza kuchukua jimbo la kuwa mbunge. Wanakwambia mpango huo pia ulibuma na jamaa akaendelea kuteseka. Jamaa aliendelea kutapatapa mpaka mwaka 2005 Maganga alijitokeza kuchukua ubunge katika kipindi cha miaka hiyo kupitia Chama cha Demokrasia na katika jimbo la Tabora mjini, ambapo hata hivyo alishindwa na mgombea aliyekuwa wa CCM Silaju Kaboyanga. Basi aliendelea kutapatapa hapo na kushindwa, lakini wanavyokuambia mfamaji aishi kutapatapa. Mwaka 2007 Maganga alitangaza kuhamia CCM. Hata baada ya kuhamia CCM mambo hayakwenda sawa, aliendelea kutapatapa na kuhangaika. Ile dhambi ya usaliti iliendelea kumtafuna. Hatua hiyo ya kubadilisha uelekeo basi haukuweza kuleta mabadiliko yoyote. Basi wanakwambia hali yake ya maisha iliendelea kuwa ile ile hadi pale mauti yalipomkuta Oktoba 2010. Basi bwana Eugene Maganga alipoteza maisha na kuzikwa mjini kwao Itaga mkoani Tabora. Bwana huyo ndiyo Captain Eugene Maganga, jamaa aliyejaribu kuipoteza serikali ya Jamhuri ya Julius Kambarage Nyerere na kutaka kutoa madaraka, lakini mwisho wa siku aliangukia pua. Lakini mpaka anakufa wanakuambia yeye hakuweza kujilaumu wao kujutia ule mpango wake, bali tu kitu ambacho alisema alijutia kwa nini mipango haikuweza kufanikiwa kwa kiwango kikubwa. Bwana aisee, asante sana kwa kuendelea kusikiliza, kulike, kushare pamoja na kusubscribe. Mpaka wakati mwingine tena tapokutana katika kipindi chetu cha kuijue historia pamoja ya kipindi cha Nijuze. Mimi ni Mr. Africa, mtazamaji wako na msikilizaji wako yule mpendwa. Mpaka wakati mwingine tena tutapokutana, mimi niweze kusema tu adios.